Karibu Gospel Corner Channel. Habari yako mwana Gospel Corner, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum, mwana kondoo ameshinda. Popote pale ulipo, natumai mzima wa afya na ubuheri kabisa wa afya. Sasa leo hii tunakuja na mada ya utatu, na tukiwa na swali kwamba je, Biblia inasema moja kwa moja Mungu ni utatu? Kwa sababu hii mada imekuwa changamoto kubwa kwa siku za hivi karibuni, na ni kwa sababu tu ya mitandao hii swala limeibuka, lakini lipo tangu siku za zamani. Lakini tukifuata maelezo ambayo yapo kuhusiana na utatu ni kwamba tukijibu hili swali kwamba je, Biblia inasema moja kwa moja Mungu ni utatu? Majibu ni kwamba hapana. Neno utatu halionekani katika Biblia. Hilo liliendelezwa katika historia ya kanisa kwa kuunganisha maandiko mbalimbali yanayomzungumzia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanaounga mkono fundisho hili wanaamini kuwa linaendana na ujumbe wa Biblia kwa ujumla wake. Lakini kwa upande mwingine, madhehebu yasiyoamini utatu huwa wanasema kwamba Biblia inafundisha Mungu mmoja. Kwa mfano, Kumbukumbu la Torati 6:4 na Marko 12:29, vifungu vinavyowataja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu havimaanishi lazima kuwa wao ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, bali vinaweza kueleweka kwa namna nyingine. Kwa hiyo tafsiri ya vifungu hivi hutegemea mtazamo wa kithiolojia wa msomaji. Sasa hapa ndipo linapokuja kuwa changamoto kubwa, kwa sababu wengi wetu wanaopinga utatu wanataka waone neno utatu limeandikwa katika Biblia. Lakini tukirudi kwa muktadha mwingine, hili swali limejadiliwa kwa karne nyingi, na Wakristo wa madhehebu wanayokubali hili fundisho la utatu wanaamini kuwa ingawa neno utatu halipo moja kwa moja kwenye Biblia, mafundisho yake yanatokana na maandiko yanayomtaja Baba, Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu kwa pamoja, huku kila mmoja akipewa sifa za uungu, kwamba unavyomtaja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kila mmoja ana sifa za uungu. Hata hivyo, sio madhehebu yote ya Kikristo yanayokubaliana na tafsiri hiyo. Baadhi kama vile makundi yasiyoamini utatu yanatafsiri vifungu hivyo kwa namna tofauti. Sasa tukija kwa mfano kwa mwalimu wetu Ndacha, kwa kuangalia huo introduction fupi, ni kwamba yeye anataka kuona sehemu iliyoandikwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na tatizo linapokuja, kwa mfano tukisoma Mathayo 28:19 inasema hivi: enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hapo tukiangalia yametajwa majina matatu, kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambayo baadhi ya madhehebu katika hizi haya majina yanaweka sifa za uungu, na ndio Wakristo wengi tunachoamini kitu kama hicho. Sasa swala la mwalimu Ndacha linakuja kuleta utata pale anapopingana na swala la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ukiangalia maandiko hayajasema Mungu mtaenda kubatiza kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Imesema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa swala la mwalimu Ndacha linakuja kwamba na utata kwamba yeye anasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na ukifuatilia ni kweli, katika baadhi ya madhehebu hili hulikuti katika Biblia, lakini kwenye miongozo na kanuni ya baadhi ya vitabu vya hayo madhehebu, haya neno Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Baba unayakuta. Nadhani hilo ndo linaloleta ukakasi, na ndilo lililomfanya hata mwalimu Ndacha kuweza kuachana na mafundisho
ya Wasabato, kwa sababu ndani ya vitabu vyao inasemekana, hii sio mimi sasa, kwa maelezo yake inasemekana kwamba kuna maneno ambayo yameandikwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, lakini Biblia inatutajia wazi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haijasema kwa jina la Mungu Baba, kwa jina la Mungu Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Na hiki kifungu kinatajwa, kinawaunga mkono fundisho la utatu kwa sababu kinawataja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa pamoja. Hii ndio maana Wakristo wengi wanaamini utatu kwa kupitia fungu kama hili. Lakini ukija tena Wakorintho wa pili 13:14 inasema neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nanyi nyote. Ukiangalia katika hiki kifungu hapa, pia Baba ambaye ni Mungu, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wanatajwa pamoja katika baraka ya Mtume Paulo. Kwa hiyo haijatajwa kabisa Mungu Mwana, no, wametajwa kwa pamoja, lakini kwa kila mtu nafasi yake. Lakini wakati huo huo tunakuja ukisoma tena Yohana 1 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3 na ule mstari wa 14 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili. Wakristo wengi wanaamini kuwa neno linamrejea Yesu Kristo na kwamba kifungu hiki kinaeleza uungu wake. Ni kweli, ili neno kiliangalia linamrejelea Kristo, kwa maana inasema neno, hapo mwanzo kulikuwa na neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ukileta concept kwamba Mungu Yesu naye ni Mungu, hili fundisho linakuja kutuambia kwamba Yesu ni Mungu, kwa sababu anasema naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo ukiangalia hili fungu linamthibitisha Yesu Kristo kwamba ni Mungu. Kwa hiyo tukiachana na ile Mungu Baba ambaye wengi wanaamini kwamba Mungu ni mmoja ambaye ni Baba peke yake, tayari Mungu anatajwa kwa ni Mungu, lakini hili fungu linamtaja Yesu kama Mungu na yeye kwa nafasi yake. Sasa ukija kuangalia hili neno linamrejelea Yesu Kristo moja kwa moja, ikiwa yeye pia ni Mungu, na ndipo Wakristo wengi tunapoamini hili fundisho la utatu. Lakini ukija katika Yohana 10:30 inasema, mimi na Baba tu umoja. Mimi na Baba tu umoja. Sasa wanaounga mkono utatu huliona kama ushahidi wa umoja wa Yesu na Baba, ingawa kuna mjadala kuhusu aina ya umoja unaomaanisha. Hili linakuwa linaleta utata kwamba tunapozungumza, anaposema mimi na Baba tu umoja, maana yake unaposema yeye na Baba ni wamoja, ni sawa tukasema leo hii mtu ni wa ukoo wa ni ukoo wa kabila Zedi, ule ukoo unaitwa labda J. Sasa ule ukoo wa J kuna baba kwenye ule ukoo anaitwa J na kina mtoto anaitwa J. Kwa yule mtoto sasa anasema mimi na ambaye ni baba yake ni J, wao ni wamoja. Kwa hiyo huyu tukisema huyu ni katika ukoo wa J, tutakuwa hatujakosea, kwa sababu ukienda ndani ya hiyo familia huyu mtu unamkuta. Kwa hiyo kwa namna yoyote, kwa nafsi yoyote, kwa namna yoyote, huyu mtu ana vinasaba na huyu baba yake. Hatuwezi tukalipinga hilo. Lakini sasa hapa ndipo panaleta mkanganyiko mkubwa kulingana na watu waliosoma theolojia. Na najua mupo na mnasikiliza watu wengi mliosoma theolojia, naomba komenti zenu mtupe majibu sahihi, kwa sababu hii ni Biblia inavyosema, sio maneno yangu. Lakini tukija fungu lingine Yohana 14:16 mpaka 10 nasema Yohana 14 sura ya 16
mstari wa 16 mpaka 17 inasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Sasa hapa tunaona Yesu anamtaja Baba, anajitaja yeye mwenyewe na Roho Mtakatifu katika hayo mazungumzo. Maana yake kwamba Yesu ameshasema kwamba hicho kifungu kilichopita katika ile Yohana 10:30 kwamba yeye na Baba ni wamoja, lakini hapa Yohana 14 mpaka 17 anasema mimi nitawapa, anasema nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Maana yake nini? Katika huo mrorongo tunaanza Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa katika ngazi ya utumishi tunaona tayari Yesu anasema nitawaombea mtu mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakuwa ni msaidizi. Umeona? Sasa hili pia linamwingiza Roho Mtakatifu sasa kwenye zile sifa za uungu ambazo pia zinaanza kuleta changamoto nyingine kwa watu wanaopinga utatu. Sasa tunakuja katika ile Matendo 5 mstari wa 3 mpaka 4 ambapo Petro anamwambia Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumdanganya Roho Mtakatifu? Hukuwadanganya wanadamu, wewe hukuwadanganya wanadamu, ila umemdanganya nani? Mungu. Nikirudia kusoma nasema, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kumdanganya Roho Mtakatifu? Hukuwadanganya wanadamu, bali Mungu. Maana yake hapa Roho Mtakatifu anatambulika kama Mungu, kwa sababu Anania alifikiri anamdanganya binadamu, lakini kiuhalisia hapa ili andiko inatuonyesha kwamba hapa Anania alikuwa anamdanganya Mungu moja kwa moja, ambayo sasa ni andiko linalothibitisha kwamba kumbe na Roho Mtakatifu yuko katika ndani ya uungu, ambaye sasa tunaanza kusema sasa kumbe tukiisha kuanza kuleta utatu sasa kwamba Roho Mtakatifu tayari ametambulika naye kuwa ni Mungu. Sasa hili fungu naye linamthibitisha Roho Mtakatifu kwamba na yeye ni Mungu, na kwamba tunaposema utatu kwamba Roho Mtakatifu, Mwana na Baba wote wana hizo sifa za uungu. Kwa tunaposema utatu, maana yake kwa maana hii sasa tunaanza thibitisha kwamba Roho Mtakatifu naye anatambulika kama nani? Mungu. Umeona? Sasa ili fungu linakuwa linaleta pia mkanganyiko kwa watu, kwa sababu hawataki kukubali kama Roho Mtakatifu pia naye ana sifa za uungu. Hilo ni Matendo 3:5 mpaka 4. Naomba komenti zenu kwenye section. Wewe ili andiko unalielewa kwa namna ipi? Na je, Paulo alikuwa anafafanua tofauti, Petro alikuwa anafafanua tofauti au ikoje? Tukija fungu lingine, ukisoma Isaya 48:16 anasema, na sasa Bwana Mungu amenituma mimi na Roho wake. Huu ni nabii Isaya ambaye alikuwa anatoa unabii unaoelezea ujio wa Yesu Kristo, ambaye anasema ametumwa na Bwana Mungu, ambaye hajamtuma peke yake. Baada ya yeye kuondoka, Roho Mtakatifu atakuja, ambapo wanasema baadhi. Sasa ukiangalia hapa sasa, baadhi ya wanatheolojia wanaona hapo hii rejea inahusisha Bwana aliyetumwa na Roho wa Mungu, kwamba Yesu Roho ambaye ametumwa na Mungu, kwamba Yesu alitumwa kwetu, lakini na yeye amefanya kwenda kutuombea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Hili pia linaanza kuleta changamoto kwa pale tunarudi kwenye utatu. Ukija kwenye Petro wa kwanza 1:3 anasema, kwa kujua tangu zamani kwa Mungu Baba katika kutakaswa na Roho, hata mpate kumtii Yesu Kristo. Hii ndiko ukirudia vizuri anasema kwa kujua tangu zamani kwa Mungu Baba katika kutakaswa na Roho, hata mpate kumtii Yesu Kristo. Sasa hapa moja kwa moja inatuonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu, kwa sababu inasema
tangu zamani katika kutakaswa na Roho, kwamba tunapoomba toba au tunapotaka kutakaswa, tunatakaswa kwa Roho. Lakini aliyemtuma Roho ni nani? Aliyetuombea Roho Mtakatifu ni nani? Tunarudi juu lile andiko la juu kwamba Yesu anasema nitawaombea kwa Baba msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Bado narudisha kwenye swala la utatu. Tukija katika Waefeso 4 mstari wa 4 mpaka wa 6, anasema Roho mmoja, Bwana mmoja, Mungu mmoja aliye Baba wa wote. Sasa Roho mmoja, Bwana mmoja, Mungu mmoja aliye Baba wa wote. Hiki kifungu kinawataja Roho, Bwana ambaye Yesu Kristo na Baba katika umoja wa imani. Sasa swali linakuja kwamba je, Hawa au Mwalimu Ndacha anapopinga utatu anakuwa na mafungu yapi yanayopinga utatu? Kwa sababu tukiangalia ni kweli Biblia haijataja moja kwa moja kuhusiana na utatu kwamba Mungu Baba au kwamba kuna utatu, lakini maandiko yananyambulisha uungu wa Roho Mtakatifu, uungu wa Yesu na uungu wa Baba kama Baba. Tunakuja fungu la mwisho ambalo ni Yohana 14:26, anasema lakini msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Tayari tunakuja kudhibitisha kwamba Roho Mtakatifu naye ana sifa za uungu kwa sababu ametumwa na Baba. Sasa swali linakuja, naomba komenti zenu hapo wana Gospel Corner na muweze kushare hii video. Je, hawa wanaosimamia na kukataa utatu wanatoa mafungu yao katika vitabu vipi? Na je, tunapokataa utatu tunakataa kwa kusema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, au tunakataa kwa maandiko au kwa watu wanaosema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu? Ninaomba komenti zako, like na share kuhusiana na hii topic kwa kweli, ili tufike pointi tuelewane. Je, Biblia inakuwa inavyotaja hivi vitu inakuwa iko kinyume au iko sahihi? Ila sisi ndo tunaanza kuleta mambo mengi. Subscribe, like and share, na Mungu akubariki sana.